Hujambo mfuatiliaji wa Deutsche Welle, mimi ni Wilberforce Ngoto na leo tuna keti hapa na Dimi Kanyankole ambaye ni Senior General Manager wa Bolt Afrika ya Mashariki, kwa maana hiyo akihudumu kutokea nchi ya Uganda, Rwanda, Kenya pamoja na Tanzania. Leo tutafahamu mambo mbalimbali, lakini moja kati ya masuala muhimu ambayo tutatamani kuyajua ni kwamba namna ambavyo huduma ya usafiri wa mtandao, namna ambavyo inaleta mageuzi ya kipato kidijitali, tukizingatia kwamba eneo hilo vijana ni wengi sana, hasa wamepata ajira katika upande huu. Lakini mbali na hayo pia kumekuwa na maswali kadha wa kadha kuhusiana na namna ambavyo usafiri wa mtandaoni vile ambavyo umekuwa ukichukua kasi, lakini vile vile wakihoji kwamba changamoto za usalama wa usafiri huu. Kuna mengi sana, karibu hapa tuweze kuzungumza kwa pamoja. Dimi, nikushukuru kwa muda wako na karibu sana katika mahojiano haya. Asante sana Chief, nashukuru sana Bwana Wilberforce kwa kuja kututembelea. Na leo tunafurahi kuongea nanyi pia kuhusu Bolt Afrika Mashariki, lakini pia hata kama mtahitaji kujua Bolt kwa mapana yake, then tutafurahi kuzungumzia hilo. Kwa kwanza Dimi, tukiangalia wewe ni Senior General Manager kwa Afrika Mashariki, lakini kumekuwepo na mkanganyiko wa taarifa, lakini vile vile gharama na namna ambavyo huduma hii ya usafiri mtandaoni, hasa nyinyi pia kwa utofauti wa hizi nchi tatu. Hamuoni kuna haja sasa kuweka mfumo mzuri kwa Afrika ya Mashariki kwamba mambo yawe sawa sawa, kama mtu anapopata huduma ya Tanzania, lakini kwa Kenya, Uganda, Rwanda na kadhalika kwa Afrika Mashariki, kwamba tuwe na mfumo ambao unaweza ukaonwa na kutazama kwa pamoja kama nchi za Afrika Mashariki? Asante sana Wilberforce, na that is swali zuri. So from internally sisi tuko ready, whenever that integration ikitakiwa tunakuwa ready. So labda nizungumzie upande wa Bolt. So application yako ya Bolt leo ulionayo Tanzania, ukienda Kenya, ukienda Uganda, ukienda South Africa and anywhere in the world ambapo tunapatikana, you can use that application bila changamoto. So it works everywhere. You don't need to even set kwamba hapa ni leo nimeingia Kenya, labda ni change something on the application. Itafanya kazi. Sasa nadhani swali unalozungumzia sana ni policy level, which I feel kuna haja ya regulators, at least regulators wa hizi nchi kufikia muda kusema okay, ngoja tuanze kustandardize baadhi how we will regulate ride hailing. So tukifanya reference kama European Union, kuna regulatory moja ambayo ina operate across the entire Europe. Kwa hiyo regulator wa Europe wanaporegulate ride hailing, sheria hizo, policy hizo na kanuni hizo zina apply nchi zote za Europe. So we believe at some point kama na East Africa community kifikia level ya kwanza kuintegrate some of the policies katika level ya hizo industry, then tutakuwa na one industry policy ambayo ina regulate the entire East Africa. Na hiyo kwetu itakuwa imetusaidia, lakini pia itaweza kusaidia industry grow. Kwa sababu pia tukiangalia kwa nchi tofauti, kila nchi na regulation zake. Zingine bado ziko nyuma kidogo, zingine zimeanza kuwa favorable, lakini pia ningependa sana tutakapofikia swala la regulation lisiishie tu kuregulate just part of the industry but the entire ecosystem ya hiyo industry. Kuna ugumu gani sasa kuweza kuoperate kwa nchi za Afrika Mashariki, kwamba kampuni hiyo, huduma ni hiyo, mna changamoto yote mnaoipata ambayo inawalazimu labda pengine kurudi nyuma katika utendaji wenu wa kazi? Not really. So changamoto zinaweza zikawa ni country au market specific. Kila market ina changamoto yake, na hiyo changamoto kwa sasa naweza nikasema at least sio sana upande wa regulation, lakini ni upande kwamba industry nzima ni mpya. So Bolt iliingia Afrika Mashariki mwaka 2017. So this year tunafikisha miaka 10 sana Kenya. Tanzania tunafikisha miaka 10 next year. Uganda the year later tunafikisha miaka 10. So industry bado ni ngeni ukikompare na industries zingine kama banking, kama telecom ambazo zimekuwepo for 40 even up to 50 years. So kwa so industry ni mpya. Kuna vitu vingi ambavyo bado ni mpya. Cha kwanza, industry ingia kabla ya regulation hazijakuwepo. So ilikuwa ni jukumu nao za ride hailing, Bolt ikiwa miongoni mwa waanzilishi, kwanza kuwork na regulators na government institutions, kwanza kuwaelezea how the industry works, how the algorithm works, ili waweze kutengeneza policy ambazo zinafuata hivyo. So unakuta hiyo kasi haiko katika level ambayo inatakiwa. Kwa hiyo tuko nyuma upande huo kwamba kasi ya maendeleo ya mtandao au ya platform au ya industry haiendani na kasi ya upande wa regulation, lakini tunazidi kufanya nao kwa sababu we understand regulation zao za zamani na kutaka labda zilikuwa sana zimebase kwenye old transport na nini digital walikuwa hawajafikia, lakini at least tunaona hiyo catch up inakuja.
kwa namna ambavyo mmekuwa mkifanya kazi kama ambavyo umesema miaka 10 hapa Tanzania kufikisha mwaka ujao kama unavyosema pia utakuwa na miaka 10, ni umri ambao sio haba sana, ni uzoefu wa muda mrefu. Labda tuangalie serikali nyingi za Afrika Mashariki zimekuwa zikisema mara kadhaa kwamba uchumi wa kidijitali. Kwani nyinyi tangu mmeanza kufanya shughuli hii mlikuja kama mwokozi wa ajira kwa vijana wengi ambao wamejiajiri kupitia kampuni yenu, na mnahisi mmeongeza ajira katika kiwango gani, kama tunaweza tukapata kwa takwimu kama hilo liko wazi? Yeah, so asante sana. So ukiangalia swala la ajira, nadhani wakati tukiingia mwanzoni watu walioingia kwenye platform yetu walikuwa ni watu labda alikuwa ni taxi driver akaleta taxi yake akaingiza kwenye platform. Later miaka iliongezeka tukaanza kuweza kuexpand. Mwanzoni tulianza na four wheelers ama magari, then tukaexpand kwenye bajaji, tukaexpand kwenye bodaboda. So over time tumeona madriver wa aina mbalimbali. Tumeona ambao wametoka kwenye formal employment wakasema okay, I'll do this part time, then over time ana switch, anasema okay, hiyo formal employment doesn't pay me anymore. Nadhani last time tuweza kurelease research ambayo tulifanya na one of the credible research institute ambayo ilionyesha ni mchango gani ambao ride hailing inaweza kuchangia. So leo naweza nikasema kwamba over 70% of drivers kwa mfano kwa Tanzania ambao wanaendesha Bolt, Bolt ni their primary source of income. What does that mean? Tuna over 500 drivers ambao wana earn above 3.5 million per month. Hiyo ni kwa Tanzania. So ukifikiria 3.5 million per month, hiyo ni kama 4x ya minimum salary ya Tanzania, actually 4x. So you can imagine kwamba ni namna gani hiyo industry inaweza kalipa. Dimi, 3.5 per month ni kipato kizuri kwa kusema hivi, lakini tumeshuhudia mwaka 2024 kumeitishwa maandamano ya hawa dereva wa Bolt ama usafiri mtandaoni, hasa wakionyesha kulalamika katika maeneo kadhaa. Lakini mwanzoni pia mwaka huu pia tumeshuhudia tena maandamano hayo, sio tu kwa Tanzania, hata kwa Kenya pia, Nairobi pale nakumbuka hiyo. Hicho kipato ulichokitaja ni kiwango kizuri cha mtu kupata kuendesha maisha, lakini kwa nini kumekuwa bado na migomo hii ambayo hapa na pale wakiwa wanaonekana kulalamikia baadhi ya masuala ambayo hayako sawa? Okay, asante sana. So nitazungumzia katika njia tofauti. So ya kwanza kuna migomo ambayo inasababishwa au kuna mvutano ambao unasababishwa kwamba driver muda mwingine hajui namna gani tunaweza calculate ile income, right? So leo kazi yetu kubwa ni kumuunganisha mteja na abiria, right? Abiria na driver. Na ili tuweze kumuunganisha, cha kwanza tuna calculate based on the algorithm kwamba tuweze kujua kwamba Dimi anatoka point A anaenda point B, distance yake ni ya 10 kilometers na atatumia 30 minutes. Kwa sababu price yetu inaangalia base fare, inaangalia price per kilometer, inaangalia pia price per minute, right? Kwa hiyo ikiweza condense hiyo, unaweza kujua kabisa hii trip ita cost maybe let's say 10,000 Tanzania shillings. Kwenye hiyo 10,000 Tanzania shillings, driver akipokea mteja lazima alipe commission. So that's how it works. Labda nielezee ili tuanze kujua. So there is a commission part. So sometimes driver anaweza kabishana au akawa na mnunguniko kufuatana either bei aliyoiona anahisi haikuwa bei sahihi, au commission anayolipa anahisi labda ingeweza kupunguzwa, au gharama zake za maisha zimeongezeka. So gharama za maisha nikizungumzia upande wa driver tunazungumzia overall operational cost. So as much as drivers wanna make a lot of money, tunafahamu kwamba kuna a lot of operational cost. Very close to 70% of drivers on the road, zile vehicles zao sio za kwao. Yeah. So bado wana rent labda kwa Wilberforce, ambao Wilberforce amemwambia unanipatia shilingi 300,000 kwa wiki, lazima hiyo pesa uilete. Lakini on top of that kuna mafuta. Mafuta ina contribute anywhere between 20-25% of the total operational cost ya drivers kufuatana na chombo. So uzuri ni kwamba kama kwa TZ kumekuwepo upande wa CNG ambayo imelower the operational cost ya mafuta by 50%. Kwa Kenya tunazungumzia adoption ya EV ambayo ina lower more than by 60% as well, na kwa Uganda upande wa EV electric, right, around 6%. So hizo ndio vitu tunakuja kupunguza ukali at least wa gharama za drivers. So tukizungumzia kama 2024, the biggest concern ya drivers kipindi kile ilikuwa vitu viwili. Cha kwanza walikuwa na demand at least base iongezeke. Cha pili walikuwa na demand commissions ziweze kupungua. So nikizungumzia kwa Tanzania, we work with the regulator ambayo ni LATRA, na prices zetu na commissions zetu zote ziko regulated and within those baseline. So that's why kwenye hata maandamano yalitokea yalikuwa ni kidogo of course, but there was nothing that really changed materially. Na pia nizungumze kwamba kwa sababu madriver ni wengi, any small thing sometimes inaweza capture attention.
So we are talking a platform ambayo ina over 50,000 drivers ambao wako barabarani kila siku. Wakiandamana 300 drivers, hao ni less than 1%. Actually, right? But because kuna watu watakusanyika, watatengeneza grupu, inaweza kaonekana kwamba ni concern ya industry. Indeed it wasn't a concern ya industry. Ndio maana kipindi kile there was no single downtime kwenye platform yetu. Hakuna abiria alitafuta driver akakosa, na hakuna driver ambaye alikuwa ni primary driver ambaye aliacha kufanya kazi. So tulifanya discussion, tukaongea na regulators, then nadhani tukagundua kwamba the biggest concern ilikuwa ni the operational cost ilikuwa ni very high. So tukakubaliana kwamba at least the industry rate kidogo iongezeke bei kidogo. So the regulator made the changes, na upande wetu tuka make some changes. This year a bit of concern ilikuwa ni the same operating cost, kwa sababu nadhani since last year mafuta yamekuwa kipanda, but then now we even had a very good opportunity kwa Tanzania. Nadhani mwezi April LATRA walitoa new price baada ya mafuta kuongezeka sana. Then effective tarehe 1 Mei price iliongezeka by around 25% across all ride hailing. So kwa kawaida assuming kwamba kipato driver alikuwa anapata trip zile, kuongezeka kwa bei iliongezeka mwezi Mei, at least kipato kimeongezeka kwa 25%. Kwa kuuliza Dimi, tunafahamu vita ambavyo vinaendelea huko duniani vinaathiri bara la Afrika pia limeathirika kwa kiwango kikubwa katika uchumi na namna kuendesha mambo. Mafuta yalivyopanda bei yaliwatikisa nyinyi kama kampuni ya usafirishaji mtandaoni? Yes, kiasi fulani. Nasema hivyo kwa sababu the way platform yetu tunafanya kazi na partners. Na partners upande wetu either ni mmiliki wa chombo ama driver wa chombo. So gharama za uendeshaji za mmiliki wa chombo ama driver wa chombo zikiwa juu, pia inatu affect upande wetu. So the challenge ya kwanza tulipata, kuna some drivers ambao walianza kunegotiate fares. Na kuchukua una request trip yako na 10,000 afa anaanza kuambia same mzee, unaona mafuta yamepanda, unaweza kuniongezea. And that's a behavior ambayo tulitaki kwenye platform yetu. Lakini ya pili, kuna some drivers, a very few, kama 2 to 3% of drivers walianza kupungua online hours, kwamba naona okay, sawa nitabeba, lakini sasa mafuta natumia mengi sana, sipati faida sana, so wakapunguza. Then drivers wengine especially masaa mabaya ya usiku walianza kukataa long distance trips. So mtu akiwa hapa afa anaona ni saa 4 usiku, mrequestia trip inaenda outskirts maybe in 20 kilometers, anajua ataenda na kurudi, anaweza sipate mteja kutoka outskirts kuja city center usiku, then anaona kama ataanza kupunguza mafuta yake. So there was an impact. So uzuri ni kwamba we had calculated already, ilikuwa imehit drivers earnings kiasi. So tukaanza kudiscuss na the regulator as well, because we couldn't increase the price bila kudiscuss na regulator. Then that's why in April new price guidelines votoka, tukapewa 14 days, and by 1st of May tukaweza kuimplement. So to implement price flow iliongezeka kama by around 25% across all categories. Pia impact tukaiona pia kwa sababu tunacheza na demand na supply. So drivers wakawa happy by then kwamba price imeongezeka, lakini customers kwa sababu bei yake imeongezeka pia tukaona kidogo trips zinaanza kushuka, demand ikaanza kushuka. So industry yetu ni marketplace, so we tunaanza kucheza na demand na supply. But hiyo kitu pia tulidiscuss vizuri na drivers, tukamwambia guys look, hata price ikiongezeka just expect kwamba kutapungua upande wa rides au trips, kwa sababu mteja ni yule yule. Sehemu alikuwa anatumia shilingi 10,000 kwenda, sasa hivi ukianza kumwambia shilingi 12,000, 13,000, atapunguza trip. Sio kwamba ataenda siku zote, lakini kama alikuwa anafanya trip 10 kwa siku kwa wiki, anaweza kufanya 5 alafu zingine akasema ise nitapanda daladala. Kwa rekodi ya Afrika Mashariki ambapo nyinyi mpo sasa, nchi gani katika hizi ambayo mnafanya vizuri zaidi, watu wanatumia sana usafiri wa mtandaoni? So nikizungumzia generally usafiri wa mtandaoni, Kenya number 1. Lakini nikizungumzia kwa upande ambao Bolt ni kubwa zaidi, Tanzania number 1. So Kenya number 1 in terms of general, kwamba Bolt ipo ni leader in terms of market share, inaongoza. Pia kuna washindani ambao ni very 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 strong, na pia washindani ambao ni very professional as well. So industry imegrow kidogo kwamba watumiaji wa huduma hii kuanzia madriver na abiria ni wengi zaidi. Lakini tukija kwa Tanzania, Bolt ni market leader by very far. Kwamba all competitors combined hawafiki hata 10% ya tena hapo Dimi, tunapozungumzia kwa Kenya washindani wenu ni wako wengi, lakini kwa Tanzania walikuwepo hapa wale Uber, sasa hivi hawapo, mko wenyewe. Hii inatishia vipi, ama ni sera za uwekezaji mpaka watu wanavyoanza kuondoka kama hivyo, nyinyi mmebaki, inawagopesha kwa kiasi fulani kwamba pengine sio eneo salama sana katika uwekezaji?
Yes and no. Labda nianzie upande wa yes. So kama sisi na Uber tumekuwa kwenye industry for quite some time. So ni watu ambao tunashindana lakini tunafanya kazi kwa pamoja. Na standards ziko juu hizi kampuni zote mbili. Anapoondoka mshindani mkubwa kama yeye, na wakaja washindani wengine wadogo, unakuta standards zao ziko chini. Kwa hiyo badala ya industry kuendelea kugrow, industry inaweza ikadidimia. Hiyo ndo challenge. Na the fact kwamba akiondoka mshindani ambaye ni mkubwa pia, ambayo sometimes mlikuwa mnaweza mkakaa meza moja mkaenda kudiscuss na regulator maendeleo ya industry, akiondoka manake nguvu ya industry inaanza kushuka kiasi kwamba you cannot implement plans ambazo ni za industry wise. So hiyo ndio pigo ambayo tumeiona kwamba ameondoka mshindani ambaye pia ni mkubwa, ambayo pia tungeweza kushindana kuboresha huduma, tungeweza kushindana kuweza kuboresha policy na regulator, then wanakuja wengine wadogo ambao wao wanafikiria labda ni kufill gaps. Sasa ukiwa ni wadogo, sometimes system zao sio imara, safety na security za platform zao sio imara, na what may happen kwamba mtu yote anaweza akapanda platform hiyo akapata changamoto yote akahisi kwamba the entire industry is broken. Hiyo ndo challenge. Lakini kuondoka Uber haimaanishi hakuna washindani. So Tanzania tunazungumzia very close to 20 registered ride hailing ambazo zina operate. Sera zinafanya kazi vizuri. Sera ni rafiki kwa wawekezaji ambao wanakuja kuwekeza hasa kwa Tanzania. Kuna ambazo ni rafiki, kuna ambazo sio rafiki. So rafiki ni way kwamba tunazidi kuboresha kila siku, lakini still bado kuna ambazo zina limited sasa hivi. Changamoto ni zipi? Changamoto ya kwanza ni industry inavyotakiwa play, inatakiwa isibanwe sana kwenye upande wa kupanga bei. Kwa sababu huwezi ukapanga bei bila kujua the entire cost ambayo inaingia kwenye hiyo bei. Na pia ukipanga bei unapunguza uwezo wa mimi kushindana mwingine kutoa huduma bora. Kwa changamoto ya kwanza ni upangaji wa bei. Ya pili lakini commission. Wanampangia ride hailing operator aweze kucharge a maximum ya certain % of commission. Changamoto ya hiyo ni kwamba ukiwa ni new player unaingia kwenye industry, ama ni existing player unahitaji kuinvest more ili baadaye uweze kuvuna zaidi, ina kulimit kwa sababu you can't say kwamba leo naenda kuinvest $10 million, then after a while nita-recoup through commission. Commission tayari wamekuwekea cap. Wakuwekea cap, what it means ni kwamba utaanza kulimit the level of investment you can make. Na industry wote tunafahamu industry haijajengwa na serikali, imejengwa na ride hailing. So unavyoona kwamba everyday mtu anapanda Bolt kwa mfano, kuna drivers ambao wako online, kuna drivers wanakuwa compensated fairly ndio maana wawe online. Ili na mteja au abiria aweze kupanda Bolt, kuna wakati the company invests a lot in incentives na ku motivate passengers waweze kupanda Bolt. Hiyo yote ni investment ambayo investor anaingia akitegemea kwamba at some point nita grow market, nikisha grow market hata kama nitacharge 10% 20% of commission, at least I'll be able to recoup. So wakiwa wanabana sana wanasema okay, your cap is here, then as investor tunaanza kusema okay, kama umeshusha cap, this is the maximum we can earn from this market. Tuanze kufikiria je, tu invest zaidi kwenye hili soko ama tuanze kuwekeza kwenye soko lingine. So hizo ndio discussion ambazo zinakuwepo. So policy is good to always kudiscuss kabla ya kuimplement.